Leo hii ziara yetu tumekuja kwa ajili ya ukaguzi na kuchukua maoni kutoka kwenu. Lakini kabla sijaendelea, kwanza nitoe pongezi kubwa na pongezi za dhati sana kwa viongozi wetu hawa wawili. Daktari wa maendeleo Dr. Samia Suluhu Hassan na daktari wa maendeleo Dr. Hussein Ali Mwinyi. Leo hii azma yetu ya kuja hapa ni kuja kukagua huu mradi wa maji ambao kilikuwa ni kilio kikubwa sana kwa kijiji hichi cha Garibovu. Kweli si kweli? Kweli. Matumaini yangu kwa jitihada zetu sisi viongozi wenu na jitihada za viongozi wetu wakuu Dr. Samia na Dr. Hussein Mwinyi, Garibovu tunaweza tukaibadilisha jina. Inawezekana likawa gari zima au gari la mwendo wa kasi. Kwa sababu haya maendeleo yanokuja sasa hivi, mimi naona maendeleo ni ya kupigiwa mfano. Garibovu kulikuwa njia haipitiki. Mheshimiwa kasema hapana na kutengezeni njia. Garibovu hakuna maji, lakini sasa hivi alhamdulillah kwa jitihada zetu sisi viongozi na viongozi wetu wakuu, maji yanaendelea kupatikana. Garibovu kulikuwa hakuna shule, lakini kwa jitihada ya viongozi wetu hawa shule suni nayo itaanza kujengwa, na naamini na hivyo vingine vituo vya afya na mambo mazuri yote yatakuja Garibovu. Tusasahau jina la Garibovu, tutaita gari la mwendo wa kasi. Naamini hivyo, imani yangu iko hivyo. Kama tunavyojua, maji ni kitu muhimu sana kwa jamii, katika mazingira, afya, elimu na vitu vyote. Sisi binadamu tunahitaji maji katika maendeleo yetu ya kawaida. Bila maji kila kitu kinakuwa kiko ovyo kabisa. Tukianza na afya, naamini bila maji safi afya zetu wana Garibovu zingekuwa hatarishi, kwa sababu tungeendelea kupata maji ambayo yalikuwa hayana kiwango na baadaye afya zetu zikawa migogoro, yangesababisha maradhi ya kuharisha, kipindupindu, vichocho. Lakini kutokana na jitihada zetu sisi tumesema tunapinga wana Garibovu kuwa na afya zenye mashaka, tuwapelekee maji salama ili tupate jamii iliyo salama na yenye nguvu. Maji pia yanasaidia katika harakati zetu za kijamii. Maji ni muhimu katika afya zetu, kwa sababu kina mama, kina baba tunahitajika tuoge, tuwe safi. Ndio, tuoge kwa muda na tuwe safi kwa muda. Na wanaume wanafurahi wakimuona wake zao wanakuweko katika hali ya unazifu na katika hali yenye kung'ara. Kwa hiyo upatikanaji wa maji safi kwa wakati, naamini sasa hivi ndoa zetu pia zinapelekea kwa ndoa salama, kwa sababu maji yatakuwa yanapatikana kwa wakati, vyakula vinapatikana kwa wakati, na ndoa yetu itakuwa inaimarika kwa hali yoyote ile. Tuendelee jitihada zetu hizi za kushirikiana, na pale mnapoona sisi tumekosea au panataka nguvu zetu, msichoke kutuambia, na sisi tuko tayari time yoyote, masaa yoyote, tutakuja kutoa ushirikiano huo. Niweze kuwaambia tu kwamba mradi tumeuona, tumepita, lakini tutapita kwa pamoja ili kuhakikisha kweli vile ambavyo tulisema ndivyo ambavyo umefanyika au la. Tumeona sehemu mbalimbali bado hakujafukiwa, bado tumeona ile mipira iko juu. Kwa kama kuna changamoto, basi changamoto hizo leo tumekuja hapa kuangalia utekelezaji, lakini kama kuna changamoto mtueleze ili namna gani tunaweza kusaidia kuziendeleza, kuzitatua, kwa sababu lengo letu huu mpira ufukiwe, sio ukae juu. Tunalima humu, inawezekana kabisa ukapiga jembe mpira ukachanika ikawa shughuli nyingine. Lakini mbali na hilo, jamani, haya maji inawezekana yasifike katika nyumba kila mmoja akayapata kwake. Inawezekana kwa sababu kutakuwa kuna ugumu wa kwamba kila mtu apelekewe kwenye nyumba yake. Basi tukubaliane tu kuwaita mafundi wetu wazawa kama walivyokuja mwanzo, waweze kutusaidia kufikisha katika majumba yetu. Uwe tayari kama ni mchango, kama ni vipi, kama na sisi kuwasaidia kwenye mipira, basi kuweza kufikisha katika majumba yetu, kwa sababu itakuwa ngumu kwamba kila mmoja afikishiwe katika nyumba yake.
Hilo ningewaomba na nyie mjikusanye, maanake kuna kipindi fulani nilisikia tayari watu walishachukua hadi fomu. Kwa hiyo ahadi yangu kwenu, nitakwenda tena ZAWA ili kuwashauri watuletee wale wasajili waje kutusajilia katika maeneo yetu. Kwa hiyo wale ambao bado hawajachukua fomu waweze kuchukua, ili iwe rahisi yale maji tuje tuingie katika majumba yetu tupate kutumia kwa usalama. Kwanza tuwashukuru Wizara ya Maji na Nishati ambao wao tulipeleka kilio chetu, wakatusikiliza, wakaamua kutuletea hii huduma, kwa sababu kweli tulikuwa tunapata tabu. Kwa hiyo tuwashukuru, lakini tuishukuru na serikali yetu sikivu, ambayo sisi baada ya wale viongozi kuwekwa, tulipokwenda hawakutuambia nendeni rudini. Tulipofika baada ya kuwapelekea shida yetu, wakatuambia basi tunaanza na Kazole, na tuna imani kwamba haitokuwa Kazole tu, tutakwenda katika sehemu mbalimbali, yani jimbo letu la Mahonda maji yatamiminika inshallah. Naendelea kumshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa juhudi zake haya mnayoyaona, manake kwa juhudi zake na maono yake, ambayo anatupelekea sisi viongozi ambao mmetuchagua kuweza kutatua hizi changamoto, kwa sababu tunaiga mfano wanaofanya viongozi wetu. Lakini pia bila kumsahau rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa maono yake na uongozi wake unaoacha alama. Changamoto nyingi zinatimizwa, zinaweza kutatuka kutokana na maono yake. Tushukuru sana Wanagaribovu, tayari tumepata ahadi ya kutengenezewa barabara yetu, lakini pia kujengwa skuli katika maeneo yetu. Tunaamini Dr. Mwinyi anapoahidi anatimiza. Kwa hiyo na sisi tushukuru na tuendelee kuwapongeza, lakini pia tuendelee kuombea dua ili hii miaka 5 wamalize kwa salama na amani, lakini na vile ambavyo wamevifikiria kuvifanya kwa sisi wananchi wao ili kutatua changamoto zetu, basi yaweze kutatuka.